ambayo imekuletea Daktari Johannes Lembulung Lukumai. Ni mwanachama wangu wa Chama cha Mapinduzi, mwanachama mtiifu, mwaminifu. Naomba nitambue uwepo wa mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Rumeru, Mheshimiwa Noel Emmanuel Ole Severe, na kuomba umpungie Mheshimiwa Rais wetu, mgombea wetu. Huyu kula Rumeru, Mheshimiwa mwenyekiti, na muitaga jemedari, kwa sababu ana maamuzi magumu na misimamo yake. Lakini pia ndiye anayenifanya mimi niringe, nifanye kazi zangu za wepesi kwenye kata yangu ya CCM kata ya Kimnyaga. Mheshimiwa mwenyekiti, nasimama hapa kwa mambo yafuatayo uliyofanya kwa watu wenye ulemavu, tukiwepo watu wenye ualbino hapa Tanzania. Mwaka jana nilikuomba fedha kwa ajili ya kuzindua mpango wa taifa wa haki na ustawi kwa watu wenye ualbino. Mheshimiwa Rais, umenikubalia na umenipa. Mimi niseme nini mbele yako zaidi ya kuombea Mungu akubariki na kulinda na kufunika na kutunza na kuwasambaratisha maadui watakaosimama kukupinga. Mpango huo umezinduliwa na Naibu Waziri Mkuu Doto Mashaka Biteko, lakini pia ulinipa fedha za kuwawezesha viongozi wangu wa mikoa yote ya Tanzania bara kuja kushuhudia tukio hilo muhimu. Mheshimiwa Rais, kwa sababu unapaza sauti mbele wa Tanzania, ni muhimu pia wakajua kazi ambazo umefanya katika makundi haya. Umezindua huo mpango na kuisababisha nchi yako kuwa nchi ya 4 duniani kwa kuwajali watu wenye ulemavu. Nani kama Samia? Nani kama Samia? Mimi ningekuwa na mamlaka alionayo Lake Songo, leo Samia angeletwa kwenye ukoo wa Molel, lakini sina hayo mamlaka. CCM oye! Mheshimiwa Rais, mwezi wa 5 ulizindua sera ya mambo ya nje katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa ya Mwalimu Julius Nyerere pale Dar es Salaam. Uliwaalika vyama vyote vya watu wenye ulemavu kushuhudia hilo tukio. CCM oye! Lakini tarehe 17, na kabla sijafikia hapo, Mheshimiwa Rais, univumilie, ninakupongeza na kukipongeza chama changu cha Mapinduzi kwa kumteua Daktari Balozi Asha Rose Migiro. Huyu amesimamia dira ya maendeleo ya taifa ya nchi hii, dira ambayo umeizindua tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu pale Jakaya Kikwete Convention Center Dodoma. Ulitukabidhi watu wenye ulemavu vyama vyetu, tena kwa maandishi yaliyokuzwa. Ulitukabidhi nakala hizo. Kwa leo Katibu Mkuu Mheshimiwa Balozi Daktari Asha Rose Migiro anakuja kusimamia utekelezaji wa ilani kama Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, akiwa pia yeye ni msimamizi mkuu wa maandalizi ya dira ambayo umeizindua. CCM haitakaa ishindwe kama, kwa sababu ni chama cha mikakati usiku na mchana hakilali. CCM oye! Mheshimiwa Rais, juzi nilikuwa Dodoma, nimekuja Arusha kwa sababu ya kwako. Lakini pia nashukuru kwa mwaliko wa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Na nakushukuru pia na wewe kuridhia mimi kuwepo leo hapa kukusemea. Ni lazima viumbe vyote vikusemee, Mheshimiwa mama yetu. Lazima. Hatuna namna ya kusema, hatuna namna ya kuficha haya unayofanya kwa ajili ya taifa letu.
Sijawahi kumuona kiongozi kama wewe. Umejali makundi yote. Mheshimiwa Rais, leo nasimama mbele yako. Nikiwa Dodoma nimeenda Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kufuatilia mwongozo wa watu wenye ualbino. Nikakutana na kitu cha ajabu sana ambacho kimenisababisha nilie. Jumatatu wiki hii tu, eti Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa shilingi bilioni 10 kwa ajili ya wanafunzi wa shule za msingi hapa Tanzania na wanafunzi wa sekondari. Bilioni 10 ni hela nyingi. Kilichonifanya nilie, sisi tunalala Mheshimiwa Rais, lakini wewe unatuwazia yaliyo mema. Hawa wanangu wataishije? Watatembeaje? Hicho kimenifanya nilie. Kwa hiyo tarehe 23, Mheshimiwa, unajua sisi tunaathirika na jua. Jua ni la Mungu, lakini kwetu sisi watu wenye albino ni adui mkubwa sana. Jua hili udhibiti wake ni kuvaa nguo ya mikono mirefu, kofia zenye kiko pana, lakini na kutumia mafuta ya kupaka ya kuzuia mionzi mikali ya jua. Daktari Samia ametununulia mafuta hayo tubu 23,000. Na furaha kuambia kwamba mzabuni ameshapatikana pale Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na wakati wowote mwezi huu kabla ya uchaguzi yatakabidhiwa. Lakini na kompyuta kwa ajili ya watu wenye ulemavu, magnifier zile za kusomea na binoculars za kuvaa ili uone mbali, maana sisi pia watu wenye albino uoni wetu ni hafifu. Kanunua. Koza mzabuni anasubiri anunue ili atukabidhi mwezi huu wa 10. Hivi kama sisi watu wenye ulemavu, hata kama basi kwa utofauti wa vyama vyetu vya itikadi, ingawa mimi ni CCM, mimi mwenyewe kama mwenyekiti wa kata, na hata nisingekuwa mwenyekiti wa kata nitaendelea kuwa mwana CCM, mwaminifu, mtiifu, mwadilifu. Kwa nini tusikupe kura zetu? Watu wenye ulemavu hapa nchini Tanzania tupatao zaidi ya milioni 5. Kura zetu tumeamua tukupe wewe Mheshimiwa Rais. Ninaomba usiwe na shida juu ya watu wenye ulemavu, watoto wako ambao umewafia katika kipindi chako cha miaka 4.5. Naomba pia umma huu wa Tanzania walioko leo Arusha wajue. Tarehe 26 mwezi wa 3 2022, Rais Samia umetuita Ikulu ya Chamwino ya Dodoma. Ukatupikia, ukatuandalia, tukala pamoja nawe. Si kawaida kumpata rais wa aina hiyo. Lakini kwa sababu wewe ni mama na una dhamira njema kwa Watanzania wako na hutaki kundi lolote libaki nyuma liachwe, ukafanya hivyo. Tunalazimika kukufia, tunalazimika kukutetea usiku na mchana. Mimi ingekuwa na mamlaka ya kuivunja katiba ya Chama cha Mapinduzi, mimi ningesema hii miaka 5 ijayo haikutoshi kwa ajili ya Watanzania. Una dhamira nzuri kwa Watanzania. Hawaropokaji wanaoropoka, Mungu awasamee, wewe usiwabebe. Na nakushukuru kwamba unaendelea kuwaombea. Tuwaombee kwa sababu kila mtu ana kinywa chake. Sasa tusiwasikilize hao. Sisi tuangalie Tanzania ya kesho na CCM ya kesho. Kesho na kesho kutwa, ambayo taifa hili bila Chama cha Mapinduzi hakitakalika. Hivi leo watu wenye ulemavu, kwa hao wanaosema maandamano, tutatembeaje? Mimi mwenyewe sioni mbali, na kimbiaje? Tusishabikie vitu kama hivyo. Tuendelee kuvikemea vikali, tuendelee pia kumuomba Mungu awasaidie hawa wanaoshawishi maandamano bila kujua kwamba kuna wakongwe
kuna wazee ambao hawawezi kukimbia kama vita vikija. Mheshimiwa Rais, endelea kukilinda hiki chama ambacho ni kimbilio na tegemeo kwa Watanzania wenzako. Mheshimiwa Rais, hiki chama ni kizuri, kinatuunganisha, lakini pia tunamshukuru Mungu pamoja na wazazi wako waliokuleta duniani ili uje utumie sisi wa Tanzania. Umetoa mbali. Mheshimiwa Rais, Kena ni samani leo. Naomba kwa sababu ni mwenyekiti wa CCM wa kata ya Kimnya nakotokea, utakumbuka tarehe 17 mwezi wa 7, Mheshimiwa Rais, nilikuomba kituo cha afya kwa ajili yangu mimi mwenyewe, usalama wangu, manake mnajua siwezi kutembea usiku, sijui adui yangu aliko. Tuna maeneo ya kujenga kituo hicho cha afya. Pale Mlingiringa kuna shamba kubwa tu. Ninakuomba Mheshimiwa Rais, funga tu macho yako, nijengee kituo cha afya chenye jengo la OPD, chenye jengo la afya kutolea huduma ya afya na mtoto, ya mama na mtoto, lakini chenye jengo la wodi ya wanaume na wanawake. Wanawake wa kata ya Kimnya wako tayari kukupa kura na wako tayari kukuunga mkono kwa asilimia yote. Mabalozi umewakabidhi baiskeli, tumewakabidhi juzi tu, kwa nini wasikupe? Mheshimiwa Rais, naomba sasa nichukue nafasi hii kukuombea kura kwa Watanzania wenzangu mikoa yote 26 na 5 ya Zanzibar. Na waomba ndugu zangu wote tumuunge mkono Daktari Samia Suluhu Hassan aendelee kukalia kiti chake cha urais katika kipindi cha miaka 5 ili kutimiza ndoto zake na azma yake kwa Watanzania. Najua tutapata maji, najua maeneo mabovu yatatengenezwa, sasa tutatembea kifua mbele. Lakini Mheshimiwa Rais, wana kata ya Kimnya na kata zingine wakupe kura, kwa sababu najua kuna lami, barabara ya lami inayoendelea hapa Mianzini na kutokea Kimnya. Tunakuomba sasa tusaidie, maana vumbi sasa karibu linatuumiza. Mheshimiwa Rais, ukipita Kimnya, ukipita Elikidinga, ukipita Sambasha, ukipita Ngaramtoni, ukipita Olevolos, ukipita, kwa sababu wewe ni mama, utalia machozi kwa kikohozi ambacho wananchi wanakohoa usiku kwa ajili ya lile vumbi. Mheshimiwa Rais, maji yale mradi wa bilioni 520 asante. natokea kata